Ripoti za Jambo TV siku ya leo zinatokea Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila ametoa wito kwa watumishi wa umma kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha wanaacha alama ya kukumbukwa kwenye sekta zao. Chalamila ametoa wito huu alipokuwa kwenye kikao kazi na watumishi wa halmashauri ya manispaa Kigamboni siku ya leo ya Jumatano Septemba 17, 2025, ambapo amesema ni vyema watumishi wa umma na wakuu wa idara na vitengo mbalimbali vya halmashauri hiyo na mkoa huo kwa ujumla wake kuwa wabunifu na kuanzisha miradi itakayoleta manufaa kwa umma. Sambamba na hilo, Chalamila ambaye yupo kwenye mwendelezo wa ziara zake za kikazi mkoani humo ametoa wito kwa halmashauri kuimarisha ukusanyaji wa mapato sambamba na kutoa elimu ya ulipaji wa kodi kwa Watanzania. Kupitia ziara hiyo, mkuu huyo wa mkoa ametembelea na kukagua miradi miwili ya maendeleo inayotekelezwa wilayani humo, huku miradi mingine mitatu ikitarajiwa kuitembelea na kuikagua kesho Septemba 18, 2025, ambapo miradi yote mitano imegharimu shilingi bilioni 78 za Tanzania. Miradi aliyoitembelea na kuikagua leo ni pamoja na shule ya sekondari ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo ujenzi wake umefikia 35% na chuo cha elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA wilaya ya Kigamboni ambacho ujenzi wake umefikia 79%, kigharimu shilingi bilioni 3 za Kitanzania. Kuhusu VETA Kigamboni, Chalamila ameagiza uongozi wa VETA makao makuu na wasimamizi wa mradi kwa kushauriana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia waanze kuchukua hatua ya wanafunzi wa awali ndani ya mwaka huu wa fedha 2025-2026. Sambamba na hilo, ameagiza majengo ya chuo hicho yajengwe ya ghorofa, huku pia akitoa wito kwa jamii kutambua kuwa masomo ya elimu ya amali na VETA ni fursa kubwa kwenye soko la ajira kwa sasa. Awali akiwa kwenye kikao kazi na watumishi wa umma akitoa taarifa ya wilaya hiyo, mkuu wa wilaya ya Kigamboni Dalmia amesema halmashauri ya manispaa Kigamboni katika mwaka wa fedha 2025-2026 imepanga kukusanya shilingi bilioni 20.5, kwamba hadi kufikia Septemba 15 mwaka huu tayari halmashauri hiyo ilikuwa imekwisha kusanya shilingi bilioni 2.8 za Tanzania, ambazo ni sawa na 14.1% ya malengo yake. Amesema miradi mbalimbali ya maendeleo inaendelea kutekelezwa katika wilaya hiyo, ambapo kwa sasa takriban barabara 20 zenye jumla ya kilomita 42.5 zinaendelea kujengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 78.5 za Tanzania. Kwa ujumla, imeelezwa kuwa wilaya ya Kigamboni ina jumla ya kilomita 1035 za barabara, ambapo kati ya kilomita hizo kilomita 10 ni za lami na nyingine ni barabara za udongo na changarawe. Nini ambacho mkuu wa mkoa amekizungumza? Huyu hapa. Ni kwamba taasisi ya VETA, moja ya taasisi ambazo zimepewa heshima kubwa ni taasisi ya VETA, kiasi kwamba hata leo chuo chochote kikija leo sidhani kama kinaweza ikawa reputable to the extent ya kuizidi VETA. Anayeweza kufifisha thamani, muonekano na kila kitu kuhusu VETA ni ninyi watumishi wa VETA. Kwa ninyi ndio mnaweza kufifisha kabisa ikaonekana kabisa taasisi hii sio nzuri. Kwa jambo la kwanza, nadhani jambo la kwanza tuendelee kuwa washauri wazuri. Na mimi kwa sababu pia nakuwa na mheshimiwa waziri mara kwa mara, majengo yote ya mkoa wa Dar es Salaam tumekubaliana haya taasisi, kwa sababu ya ufinyu wa eneo, majengo haya kuanza kuyajenga kwa njia ya magorofa. Ni bora mkao mna one building ambao ni stand alone lililokwenda juu na madarasa mengine yote yakawa hapo na watu wakaanza kufanya kazi na maeneo yote yakawa reserved, kwa sababu majengo haya, fuateni mfano wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Dar es Salaam ni plani ya miaka mingi sana, tena ikiwezekana hata kabla mkoloni, miaka hiyo. Lakini ukienda leo chuo kikuu cha Dar es Salaam mpaka leo, ukienda maeneo ya kule Changanyikeni, ukienda maeneo ya kule Msewe, bado kuna maeneo mpaka leo yako reserved not less than 50 years after. Kwa hiyo na sisi hapa kwenye haya maeneo ukijenga hapa mwisho wa siku utakuja kuanza kuyabomoa. Kwa hiyo itakuwa ni wastage of resources, wastage of financial resource na vitu vingine. Lakini jambo la pili, majengo haya kwa yaliyokamilika, eneo hili mnatakiwa tena kuanza kufanya usafi wenyewe kwa gharama. Hii ni sawa na nyumba iliyokamilika kidogo na kutokuwa na watu. Ningeshauri mfanye kila linalowezekana mwaka wa fedha huu kabla hujaisha mwezi wa 7 mwakani, mchukue wanafunzi hata wachache
ambao watafanya kazi hapa ya kusoma, itakuwa ni appetite tena kubwa ya kwenda, itakuwa ni kama ni catalyst ya kuyamaliza yaliyobaki, lakini kuna kazi zingine zitafanywa na hata wao, moja ikiwa ni masuala ya usafi na hata masuala ya ulinzi na hasa nyakati za mchana. Lakini jambo la tatu, Tanzania leo inajiegemeza kwenye elimu ya amali, kwa maana ya elimu ya vitendo, ili watu waweze kupata skills. Wanafunzi wanaomaliza VETA leo ajira zao ziko nyingi sana kuliko pengine hata wanafunzi anayemaliza chuo kikuu. Hii ni kwa sababu huku tuko kwenye tertiary schools ambazo watu wanapata yale mafunzo ya ujenzi, uchongaji, ushonaji, vitu ambavyo ni practical kila siku. Kwa hiyo nitoe ushauri kwamba ni muhimu sana sasa kuanza chuo hiki, hata kama kuna majengo machache yamekamilika, lakini mforce ili angalau baadhi ya vitu vianze. Na mimi nitakapokutana na Mheshimiwa Waziri pia mwenye dhamana ya masuala ya elimu haya, nitamueleza pia kwamba ni vizuri pale Kigamboni chuo kikaanza pia. Wizara, katibu mkuu nitamueleza, na hata rasi atafanya pia mawasiliano na katibu mkuu anayehusika ili pia kuruhusu fedha kidogo ziweze kumalizia, vinginevyo miradi hii itabaki kuwa ni White Elephant Project. Kila mwaka itakuwa tunatoa maji, tunafanya kitu gani, lakini mwisho wataalamu wasaidie kutengeneza drainage system ambayo iko strong, drainage system ambayo itasaidia masuala mbalimbali, lakini zaidi pia isaidie storm water system ambayo inaweza kuwepo hapa kutoa maji yaliyoko hapa, maji ya mvua na kila kitu, kwa sababu kama ulivyosema hamko mbali kutoka usawa bahari. Mifereji hiyo isipokuwepo hapa, nyakati za mvua itabidi mwe mnafunga chuo kwanza, mvua zikiisha mnarudi tena kwenye chuo. Sasa hiyo itakuwa sio jambo zuri. Kwa mbuni mifereji hiyo nani vizuri ili ianze kutekelezwa. Na pale mtakaposhindwa muwasiliane mara moja na katibu tawala mkoa ili tuweze kuwasiliana katibu mkuu wa wizara anayehusika kwa ajili ya chuo hiki kuanza kazi haraka. Hizi ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameziratibu ili sisi tuweze kuzipata. Zisipozaa matunda leo, maana yake ni matusi kwake, ni matusi kwa nchi. Kwa ili kuavoid kuwa nchi kutotukanwa, maana yake ni lazima sisi chuo hiki kianze ili kuthibitishia umma kwamba huu sio mradi ambao ni white elephant, bali ni mradi ambao ni real, na tunataka Watanzania waje kwanza kusoma hapa na wapate hizo taaluma.